Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kauli iliyotolewa na rais wa zamani wa Urusi, lakini pia naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev, ambaye amesema kwamba vita katika ukanda wa Gaza na Mashariki ya Kati, hasa kati ya Wayahudi na Waarabu wa Palestina, vitaendelea hadi taifa la Palestina litakapoundwa na kutambuliwa ulimwenguni. Rais huyo wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev amesisitiza haja ya kuundwa kwa taifa huru la Palestina na kutambuliwa uwepo wa nchi huru ya Palestina duniani, akisema kuwa vita havitaweza kumalizika ila kwa kuundwa nchi huru ya Palestina. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, rais huyo wa zamani wa Russia ambaye hivi sasa ni naibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi alisema hayo siku ya jana wakati akizungumzia suala hilo la mabadilishano ya mateka kati ya Palestina na utawala wa Israel, na kuongeza kuwa hatua hii ya kubadilishana mateka haitatatua chochote, kwani utatuzi wa kadhia ya Palestina ni kuundwa kwa nchi huru ya Palestina na kutambuliwa rasmi ulimwenguni kote. Amesema hayo kwenye ujumbe wake katika mtandao wa kijamii wa X na kuandika, kuachiliwa huru kwa mateka wa Israel na Palestina bila shaka ni jambo zuri, lakini halitotatua chochote katika mzozo uliopo sasa. Rais huyo wa zamani wa Russia vile ameandika kwamba maadamu nchi huru na kamili ya Palestina haijaundwa kama yanavyosema maazimio yanayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, basi hakuna kitakachobadilika. Vita vitaendelea na kila mtu anaelewa hili. Nchi nyingi duniani zimesisitiza haja ya kuanzishwa kwa nchi huru ya Palestina. Hivi karibuni nchi za Ulaya nazo zimelitambua suala hilo, lakini Marekani na utawala wa Israel zinaendelea kukwepa kukubali suala hilo na kulitekeleza kivitendo. Hata hivyo, Israel imesema kwamba ikiwa Palestina itatambuliwa, basi hawatakuwa huru, lakini wachambuzi wa mambo katika eneo la Mashariki ya Kati wanaeleza kwamba ni kutokana na Israel kuteka vitongoji vingi katika eneo la Palestina, ambapo hadi wakati huu raia zaidi ya 700,000 wanaishi katika maeneo mbalimbali huko katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan, ambapo ni maeneo ya Palestina tangu miaka 1967. Kwa upande mwingine, viongozi wa utawala wa Israel wanaendelea kung'ang'ania mara kwa mara na watafanya kile wawezalo kuzuia kuundwa kwa nchi huru ya Palestina. Wamekuwa na hofu kwamba kuwepo kwa taifa la Palestina kutawafanya wasiishi kwa amani, lakini kubwa ni kwamba wanataka waendeleze utekaji wa maeneo zaidi katika kile wanachosema ni historia ya vitabu vyao, kwamba lazima wawe na taifa kubwa, lakini wakielezea juu ya ukubwa wa taifa lao, ambapo baadhi ya viongozi katika taifa hilo wamesema baadhi ya nchi zinapaswa kuwa sehemu ya Israel, ikiwa ni pamoja na Misri, Jordan, Palestina yenyewe, lakini pia Iraq na hata Saudi Arabia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.